Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatano ya tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2024, juma la 3 la kipindi cha Kwaresma katika mwaka B, mwaka wa Kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza toka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 4 aya ya kwanza na aya ya 5 hadi ya 9, na somo la Injili toka mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 19. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka, hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, tafakari ya leo inajikita katika kuonyesha ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anakamilisha na kuimarisha kile ambacho kimeandikwa katika Torati na juu ya utabiri wa manabii. Na kwa namna hiyo, Kristo katika somo la Injili anabainisha bayana juu ya moja ya kazi zake ambazo kwayo imempasa kuzitimiza katika safari ya ukombozi wa mwanadamu, hasa pale anapowaambia wanafunzi wake kuwa hakuja kuitangua Torati na manabii bali kuitimiliza. Hivyo basi, Kristo amekuja kuikamilisha Torati ya Agano la Kale, lakini si katika kuitimiliza kila herufi ya Torati, bali Kristo ataitimiliza Torati nzima katika kiini chake, yaani ataingiza na kuinua katika hali mpya kwa kadiri ya Injili yake. Kwa maana hiyo, hata sehemu ndogo kabisa ya Torati haiwezi kubatilika. Kwa namna hii, Bwana wetu Yesu Kristo anamaanisha kuwa Injili anayohubiri mintarafu mafundisho yake hayapingani na kile ambacho kiliandikwa katika Torati na kufundishwa na manabii, bali ni msingi thabiti katika kuimarisha, kukuza na kutoa maana pana ya utimilifu wa kile ambacho kimeandikwa katika Torati na hivyo kufundishwa na manabii. Zaidi ya hayo, Kristo amekuja kukamilisha Torati au sheria, kwani yeye ndiyo mtafsiri wa mwisho wa sheria. Pia yeye ni mfano wa haki mpya ambayo imekuja kukamilisha, yaani kuipeleka kwenye ukamilifu sheria ya zamani. Haki hii inazidi ile ya Mafarisayo ambayo wameridhika na ufuataji wa sheria za nje tu. Lakini pia ukamilisho wa Yesu katika sheria na manabii unahusianisha maana pana juu ya uimarishaji wa sheria ya upendo ambayo kwa namna ya pekee inaanzia kwenye utamaduni wa Israeli. Hivyo Kristo anakamilisha na kusababisha kufanywa upya kwa sheria ile ile. Pia Kristo anaposema amini nawaambieni, neno amini humaanisha kwa kweli, ikiwa na maana ya kuwa thabiti, imara na yenye kuaminika, na hasa akimaanisha ukubalifu wa kiapo na mapato yake, yaani uimara wa wanafunzi wake katika kuwa thabiti katika kushika, kutenda na kufundisha amri za Mungu. Pia kuwa imara katika kuamini mafundisho yake na hivyo kuitumainia heri ya milele.
Kama ambavyo Agano la Kale linavyoratibiwa na kukamilishwa na Agano Jipya, vivyo hivyo sadaka za zamani hukamilishwa na sadaka ya Kristo msalabani. Na ndipo kama ambavyo Torati na manabii hukamilishwa zaidi kwa mafundisho ya Kristo mwenyewe. Hivyo katika maisha ya Kikristo, Mungu hutukirimia neema na baraka zake pale ambapo tunakuwa wasikivu kwa sheria na amri zake, na hivyo kukua katika utakatifu kama ambavyo Mtume Paulo atatufundisha katika waraka kwa Warumi sura ya 8 aya ya 4. Hivyo ndugu zangu, Kristo anatufundisha juu ya umuhimu wa kutenda na kufundisha amri za Mungu ambazo kwa namna ya pekee hutuwezesha kuishi vema tukishirikiana na wengine kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu na ya wengine, kukua kiroho na mwisho kupata tuzo la kuwa warithi wa mbingu. Pia maisha yetu sisi wanadamu yanapaswa yajikite katika kutenda matendo mema, kuishi vema na kufundisha amri za Mungu, hasa tukionyesha mifano bora kwa wengine kwa namna ya maneno yetu, matendo yetu, mawazo yetu na hata pale tunapotimiza wajibu wetu. Hivyo ndugu zangu, kuishi kulingana na amri za Mungu ndiyo kigezo muhimu cha kuurithi ufalme wa Mungu. Kinyume cha hapo, tunaangukia katika upotovu mkubwa na hivyo tunakosa sifa za kuwa watoto wa Mungu na warithi wa mbingu. Kristo pia anafundisha kuwa kukamilishwa kwa Torati hakumaanishi kufutwa kwa Torati, kwani Torati hubaki kuwa na nguvu na hivyo hupaswa kuheshimiwa na wote, kwani ni moja ya nyenzo muhimu katika kumjua, kumpenda na kumtumikia Mungu. Basi ndugu zangu, tunapaswa kuenenda katika msingi wa mafundisho yake Bwana wetu Yesu Kristo, pasipokuwa watu ambao tunakariri tu mafundisho hayo, bali tujikite katika kuyaelewa kwa undani, na hivyo tuishi kile ambacho tunakiamini kikiwa ndiyo nuru yetu ya kutuingiza katika ufalme wa milele. Kristo ni mkamilishaji, mwimarishaji na afanyaye upya kile ambacho kimefundishwa hapo kale. Hivyo nasi tunapaswa kuenenda katika kuboresha na kutengeneza upya mwenendo wa maisha yetu, tukijikita katika kuishi vema kadiri ya Injili yake Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frater Julius Peter Ngongo kutoka Jimbo Katoliki la Kahama, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.